Nika ina matiba. Haya. Hamjambo. Hamjambo. Nikisema upya, kwanza unasema mwamko mpya. Na nikisema upya mara nyingine unasema let the people decide. Upya. 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 God bless you. Forward ever. Forward ever. Good. Nekungana weka. Jitango kangu sho. Wa mubi na vita. Todwei nimedanete na makijiara. Miaka 70 na mithiru niguo mami arutire ndaini yake na arohuruka kuria hurukite. Mama yangu alinitoa kwa tumbo yake, miaka 74 imeisha. Ameniacha na aliniacha wakiwa na baba yangu, na Mungu aweke pahali pema peponi. Isipokuwa ni hawa walinilea nikapitia njia ya tabu, singekuwa nikisimama hapa. Na Mungu kila wakati, hata nikiitwa mkutano bila kutaja wazazi wangu, mimi siwezi ongea. Bwana sifiwe sana. There is nobody who is great like parents. Tuheshimu wazazi wetu. Tupigie wazazi wetu makofi. Nikianza kuongea, ningelishukuru rafiki yangu Malim. Huyu mzee ni shujaa. Pigieni makofi. Hatumjui hivyo, sisi tunamwita Kariobangi. Kwa ajili tulikuwa naye Nairobi, tukiwa na Matiba, tukipigania uhuru. And let me tell you, nikimuona machozi yangu inasikia kutoka. And I'm very proud that you are with me. Kuja hapa kabla sijaongea. Tafadhali nitaongea Kikuyu, ndugu yangu utanisamea kidogo. Let me tell you, today is the day that I'm going to read first. Kabla sijazungumza nisome statement. Mmenikubalisha? Ili msikie sisi tumekuja hapa kwa ajili ya nini. Hatukuji kwa ajili ya bangi. Hatukuji hapa kwa ajili ya kiraiko. Hatukuji hapa kama tumetumwa kama goods. And that's why tuko hapa. Na kabla sijasoma, tungelikuwa wengi kuliko vile tuko. Tulikuwa tukifanya msafara. Nikaletewa fujo na polisi. Wakaniambia hawaruhusu kuwa na mkutano. Lakini dakika ya mwisho nikawaambia, mpende msipende, tutaingia katika Mothers Union Hall. Wakaniangalia, wakasema wewe kiogokeli tu mno. Nikawaambia hivyo ndivyo itafanyika. Wakaniambia mzee, mkuje masaa mawili tu na muondoke. Tukimaliza mkutano, nikimuongelesha kidogo, mkitoka endeni na kofia yako ukitembea. Hakuna mtu atakufanya nini? Atakuuliza. Hii ni siku ya amani kwetu. May you allow me to speak and to read the statement first. Tujenge chama yetu upya na inshallah isimame kwa nguvu. Tusiwachane, tushikane. Mahali tuko, naomba sana tushikane kwa sababu ya ile maisha muhimu
ile hatari tumepitia zamani. Kwa hivyo Sheikh amesema hii chama ni chama muhimu, na chama yote anasema itakosekana bila upya. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Mimi naomba watu wa Isiolo, wacha nizungumze lugha yangu. War Isiolo Isankarada ani abdiya budesa inshallah Jarski Najara inshallah Seneta Najara gafduri ile imbetani akani senta madarasa hakakab akani jolle la akani jolle tisimbetani nami durani jolle tis arisiyu isana gasirtisa yoduri ile wahinkamne isani kadade ilmani sani lale dini sani basis aramo agasira inshallah yo rabbi kuda eger inshallah kiti kan mubase shekali inshallah Jarski inshallah Najara. Wacha nirudi kwa Kiswahili tena. Nilikuwa nazungumza na nyumbani kwa naomba kura, nilikuwa nasema mimi ni mama, nilikuwa na senta. Na hiyo senta nilikuwa nashikilia watoto mayatima, maskini, hawajiwezi. Wengine hawana baba, wengine hawana mama. Hao watoto mimi ndo nilikuwa nakaa na hawa kwa muda mrefu. Mnajua vizuri sana vile mwalimu anakuanga na shida. Mwalimu akifunza watoto anateseka. Na je, wale watoto labda mzazi amemwacha akiwa mchanga. Hiyo hali nimepitia, na nilikuwa naomba kura watu wa Isiolo ili wajenge mzee yetu Sheikh Ali Kariobangi. Nilisema vile tulikuwa tunalea watoto kwa imani na tulikuwa tunawasaidia, na ni yatima na ni maskini, wengine hawana hata makao mahali wa kulala nyumbani kwao, tuliwapa mahali ya kulala. Nimesema tukipata hii kiti ya useneta inshallah, nimesema nitasaidia watu wa Isiolo zaidi ya hiyo. Hiyo ndio kama wewe huna mkono wa kulia, unaweza pika, unaweza osha mtoto, unaweza fanya kazi nyumbani, ni ngumu. Kwa hivyo kiongozi, maana viongozi wote hata katika dini ni mkono wa kulia. Lazima mkono wako wa kulia unachunga. Kwa sababu gani? Hutaki ukose hiyo mkono. Ukikosa hiyo mkono utapata hasara, utapata shida, hautaweza kufanya kazi na mkono wa kushoto. Ni uongo ama kweli? Na vile vile kiongozi ama viongozi ni mtu ambaye tunamchukulia mfano mzuri. A leader ni mtu ambaye unamchukulia mfano mzuri. Sio leader kesho anasimama mbele ya umma anatusi watu ama anafanya watu wagawani, wakosani, wapigani, matusi. Kiongozi ama viongozi ni yule mtu anaelekeza watu kwa njia nzuri. Ukiwa na shida anakusaidia, uko hali nzito anakusaidia. Sisi hatutaki viongozi ambaye anatawanya watu. Sisi tunataka viongozi ambaye anashikanisha watu pamoja. Kama kuna shida anasaidia, kama kuna mali nzito anasaidiana. Kwa hivyo yangu ni machache. Nimeshukuru sana watu wa Murang'a na mheshimiwa wetu chairman tumemshukuru sana. Tumeshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo yake ametuleta pamoja, na inshallah atufikishe hiyo siku na atuweke pamoja.
Asanteni.